بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1447, katika darasa ya tafsir ambayo asli ya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsiri ya juz'u amma na tulifikia suratu ash-shams. يقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، نأبا kwa jua na mwangaza wake, walqamari idha talaha, na kwa mwezi unapolifuatia, wannahari idha jallaha, na naapa kwa mchana unapolidhihirisha, wallayli idha yaghshaha, na kwa usiku unapolifunika, wassamai wama banaha, na naapa kwa mbingu na kwa aliyeijenga, walardi wama tahaha, na naapa kwa ardhi na kwa aliyeitandaza, wa nafsi wama sawaha, na kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza, faalhamaha fujuraha wa taqwaha, kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. kuanzia mwanzo wa suratu ash-shams mpaka wa nafsi wama sawaha ni viapo Allah subhanahu wa ta'ala yuapa, na hakuna sura katika Qur'an ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa viapo vingi sana kama suratu ash-shams. Kwa vyote hivi viapo, kisha jawabu lake akasema: qad aflaha man zakaha qad aflaha man zakaha, hakika amefanikiwa aliyeitakasa nafsi, wa qad khaba man dasaha, na hakika amekhasiri aliyeiviza akaitia katika khasara nafsi yake, akaididimiza katika uovu. kadhabat thamud bitawaha, kina Thamud walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao. idh ba'atha ashqaha, aliposimama muovu wao mkubwa. faqala lahum rasulullah naqata Allah wa suqiyaha, hapo mtume wa Allah alipowaambia huyu ni ngamia wa Allah, muacheni anywe maji fungu lake. fakadhabuhu fa'aqaruha, lakini walimkadhibisha na wakamchinja ngamia. fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, kwa hivyo Mola wao aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao na akawafuta kabisa. wala yakhafu uqbaha, wala yeye Allah subhanahu wa ta'ala haogopi matokeo yake. Aangamiza wala hakuna yeyote atakayemuuliza. la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, sababu kila anachokifanya akifanya kwa hikma na sababu yake. insha Allah ta'ala leo tutaishi na suratu ash-shams kuieleza
maana yake. Suratu Shams, Allah subhanahu wa ta'ala ametilia mkazo katika sura hii biatwali qasamin fil Qur'an. Hii ndiyo sura ambayo viapo vyake ni vingi zaidi katika Qur'an. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na vitu vingi sana katika hii sura, kuonyesha uzito wa kile kitakachozungumzwa katika sura hii. Na yote hayo ameapa nayo Allah subhanahu wa ta'ala ala ta'dhimi tazkiyati an-nafsi bit-ta'at. Ameapa sababu ya kuadhimisha jambo la kuitakasa mwanadamu nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa khasarati dassiha bil maasi, na khasara ya mtu kuididimiza nafsi yake katika maasi. Bali tuweza kusema kuwa katika malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume wake ni kuja kuwafundisha watu kuitakasa hii nafsi. Na ndio maana ukisoma Allah akiwakumbusha neema waja wake, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi, inafuata wayuzakkihim, tazkiya, kuitakasa ile nafsi. rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wayuallimuhum alkitaba walhikmata wayuzakkihim. Kwa lengo makubwa ya kutumilizwa mitume wa Allah ni kuja kuwafundisha watu namna ya kuzisafisha na kuzitakasa nafsi zao kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alipomtumiliza Musa alayhi salatu wassalam kwa Firaun, akamwambia Musa, na akataja kisa hiki katika sura Naziat, wa hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kitu cha kwanza, faqul hal laka ila an tazakka, faqul hal laka ila an tazakka. Amwelekeze, je, nisikuelekeze mimi katika njia ambayo utajitakasa nafsi yako na kuisafisha nafsi yako kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na maasi, kuonyesha uzito wa hili jambo la tazkiyatun nafs, mtu kuitakasa nafsi yake kwa kumtii Mola wake na kujiepusha na kuichafua ile nafsi kwa kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Akaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiapo kirefu sana kutilia mkazo jambo hili, akasema washamsi wa duhaha. Aqsama Allahu bishams, Allah subhanahu wa ta'ala akaapa mwanzo kabisa na jua ambalo manufaa yake ni makubwa mno katika huu ulimwengu. Wa aqsama biwaqti irtifa'iha ba'da tulu'iha min mashriqiha wa duhaha, na akaapa kwa wakati lile jua linapopanda baada ya kuchomoza kutoka upande wa mashariki. Na lau kama mtu atazingatia hapa, atakuta maajabu katika vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. wal qamari idha talaha, wa aqsama bil qamari idha tabi'a atharaha ba'da ghurubiha, na akaapa kwa mwezi unapofuata athari ya jua, bi maana jua linapoondoka ndio mwezi ufanya nini, uonekana usiku. Kwa waja baada ya jua kuondoka, sema wal qamari idha talaha. Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia hapa alipoeleza na kusema washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, akasema wan nahari idha jalaha wa aqsama bin nahari idha kashafa ma ala wajhi al-ardi bi dawiha
kisha akaapa Allah subhanahu wa ta'ala na mchana. Huu mchana unapopambauka hudhihirisha vile vilivyoko katika hii ardhi kwa mwangaza wake. Usiku ukitizama huoni sababu ya kiza. Allah subhanahu wa ta'ala aulete mchana, ule mchana ukadhihirisha kila ambacho ulikuwa hukioni katika kiza, ukawa ukiona kwa macho yako. Na hapa na tuliwahi kutaja kitu, tulisoma hapa tafsiri ya suratul Falaq, na tukataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura ameanza na kusema qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq. Sababu usiku unapoingia kuna vitu vingi sana vyajificha, havionekani, na ndio maana utakuta wale wadudu wabaya, nyoka, nge na wengine, mara nyingi wakati wa usiku ndio watoka. Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza sisi kutaka hifadhi kwake kutokamana na shari ya viumbe vinavyotoka wakati huo. Na hata katika wanadamu ikifika wakati wa usiku ndio utawakuta wevi wale wanaoibia watu ndio hujitokeza, kwa sababu hawaonekani. Wachawi kazi zao wazifanya usiku, na ndio maana utakuta mahali popote kuliko na wachawi, kisha kwa mfano wale watu wa mitaani pale wakaweka mataa yakawa yamulika ile mataa usiku, ikawa usiku wao kama mchana waonekana, basi wachawi watalalamika sana. Ndio pale utasikia lazima mzime taa, itakuwaje usiku mzima, kwa sababu wafanya mambo yao wakati ule. Na ndio kuna clip ilikuwa yaenea katika sehemu ya mji wa kale kama sikukosea pale, hawajui kama kuna CCTV wale wachawi. Kuna mama pale mchawi kweli kweli, hajui kama watu wako 2025 sasa hivi kwa tumiwa makamera huku, kuna ma CCTV waonekana kile unachokifanya. Kaja na kileso chake aanza kufanya uchawi wake, kavua na nguo pia, sio tomato hivi, kaa pale mpaka nguo mtu avua usiku afanye sihiri yake na uchawi anaofanya pale. Kumbe ajua amekamatwa yote anayoyafanya. Kumbe jirani yetu fulani Mwanga mchawi, usiku wafanya watu sihiri, ndio wakati wao. Sasa mchana unapoingia, mchana wadhihirisha kila kitu kikaonekana wazi kabisa, kweupe, kile ambacho kilikuwa kionekana. Wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha wa aqsama bil layli idha yaghsha wajha al ardi fayasiru mudliman. Na akaapa kwa usiku unapofunika hii ardhi ikawa kuna kiza, na kuna faida kubwa sana wanaoipata wanadamu na viumbe wengineo katika kuletewa usiku. Allah subhanahu wa ta'ala akasema waja'alna al-layla libasa, ni kama vazi likafunikwa katika huu ulimwengu. Ndio wakapata nafasi wanadamu kupumzika. Na ndio maana hata wewe na mimi leo ukakesha usiku mzima mpaka asubuhi, kisha ukasema wacha ikifika saa 3 asubuhi mtalala, kama vile usiku pengine mimi nalala saa 3 mpaka alfajiri nalala, sio? Haya, lala saa 3, kama utafika saa 9 nenda kalale saa 3 asubuhi, kama utafika saa 9 mchana. Ikifika adhuhuri tu umelala masaa 3 na nusu, ushaamka, usingizi wote umeruka. Yawaje usiku waweza kulala saa 3 mpaka alfajiri bila wasiwasi, wala huoni shida, walala vizuri kabisa kwa utulivu kabisa. Huoni wewe katika hili kuna mambo ya ajabu sana? Masaa ni yale yale, lakini mchana ukilala masaa 3 ushachoka kulala,
lakini usiku ukalala masaa 6 na ukalala vizuri kabisa, na ukiendelea wewe ukasema kuwa kila siku nitakesha usiku ndale mchana, kipindi kirefu kitapita utapatwa na maradhi, mwisho utakuwa mgonjwa, kwa sababu ule mwili wako utakuwa wautesa, si wakati wake wa kupumzika ule, ukageuza wakati wa kupumzika ukaufanya ndio wa kufanya taharruk. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akauleta ule usiku ukafunika hii ardhi. Was-samaa'i wama banaha, ay wa aqsama bis-samaa' wa aqsama bibina'iha al-mutqan, akaapa Allah subhanahu wa ta'ala na mbingu na kuapa na jengo la hizi mbingu ambalo limetimia na kukamilika, huwezi kulitia dosari yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala haya ameyazungumza katika kitabu chake kuwa je, hawatizami katika hizi mbingu wakazitizama kwa makini kutoka ziumbe Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna nyufa mwaziona kule juu, kuna mahali labda kuna crack, kama vile majumba wanaojenga watu, baada ya kipindi ukaona kuna makreki katika ile jumba, mwisho yabidi livunjwe kujengwe tena. Ushaona kitu kama hicho? Hal tara min futur, je waona kuna mipasuko huko mbinguni? Au siku moja mkaja mkaambia watu wa ardhi, kaeni vizuri huko ndani ya majumba yenu, tupaka rangi huko juu? Ushasikia hiyo? Siku moja ukasikia kule mbinguni kwa pakwa rangi, ama kuna ufa wazibwa, alafu ujiulize zasimama vipi juu zile mbingu wakati hakuna nguzo? Ama sisi twaishi tu? Awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ardh, je hawatizami kwa jicho la kuzingatia ufalme wa Allah wa mbingu na ardhi? Ushatoka siku moja ukakaa ukaona ibada ya tafakkur. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna fi khalqi as-samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, ni ishara za uwezo mkubwa wa Allah, lakini kwa nani? Kwa wale wenye akili. alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh. hii ni ibada, at-tafakkur ni ibada adhim. wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh, wakatizama wakatafakkar namna Allah alivyoziumba hizi mbingu, jua, mwezi, nyota. Leo kuna kundi limezuka, wao wajiita atheists, mulhidun, sema wao hawaamini uwepo wa Mungu. Kuna mmoja mmemwona kisha yuwajadili, na mjadala wake anaozungumza asema kama angelikuwa Mungu yuko, mbona yule tajiri ni maskini? Mbona yule mgonjwa yule ana afya yake? Mbona hivi, mbona vile? Akawauliza ahoji na maswali kama haya. Wewe ulikuwa unatakaje? Ulikuwa unataka watu wote wawe matajiri? Wewe ungemfanyia kazi mwenzako ungelikuwa tajiri? Taka watu wote. Sasa wewe hutaki Mungu, wewe wataka boy yule utakayemwambia watu wote wawe matajiri, watu wote tajiri. Watu wote wasio wagonjwa, hakuna wagonjwa. Watu wote, huyo si Mungu. Huyo ni mfanyikazi wako, afanye unavyotaka wewe. Lakini kama kuna Mungu, afanya anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala, akamfanya huyu awe hivi, yule awe vile, kwa hikma kubwa aliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha lau kama wanadamu wangelikuwa hawaonjwi na mtihani, watu wasingeona utamu wa maisha ya dunia. Ndivyo mwanadamu alivyo. Nitakupa mfano. Jamaa amejenga nyumba nzuri sana, nzuri ajabu. Nje kuna mabustani, ukiingia ndani ya nyumba yapendeza sana, rangi yake mzuri na vitanda, kila kitu kiko tayari. Ni wewe tu uingie ndani ya nyumba uishi. Yule engineer au architect
au muhusika wa ile nyumba alipomaliza akupa wewe ufunguo, akwambia bwana mkubwa, ile nyumba yako tayari bwana, tumeitengeneza safi kabisa, lakini kuna shida moja, hakuna choo ndani ya nyumba. Hakuna choo. Kwa nini hakuna choo? Kwa sababu chanuka, kitakuletea harufu mbaya. Umeelewa? Kwa hivyo tumeamua hatuweki choo ndani ya nyumba. Nikuulize, hiyo nyumba iko sawa? Si hakuna choo. Maanake choo mtakwenda kubwaga vitu vyenu kule ndani, nyumba itanuka. Kwa sisi hatukujenga choo. Kwa siku wewe unapoamka tafuta pa kwenda, hii nyumba bwana haitaki choo. Utaruka, injinia gani umjinga, utajengaje nyumba bila choo? Sio? Ndio mfano wake hii dunia. Hii dunia ndivyo ilivyo. Lazima kuwe na mtihani pale ndani. Kwani kile choo kileta harufu mbaya, lakini huwezi kuishi bila choo ndani ya nyumba yako. Basi ndivyo ulivyo huu ulimwengu, kuwa kuna mazuri na yako yale mengine. Mtihani Allah subhanahu wa ta'ala aliwaletea waja wake. Kwa Allah haulizwi kile anachokifanya. Mimi na wewe nani hata tumuulize Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala asema was-samai wama banaha, akaapa na mbingu na kuapa na jengo lake lililotimia ambalo halina mapungufu yoyote. Wa nafsin wama sawaha wa aqsama bikulli nafsin, na akaapa kwa kila nafsi. Wa aqsama bi khalqi llahi laha sawiya, na akaapa kwa kule kuiumba Allah subhanahu wa ta'ala ile nafsi ikiwe imenyooka, ameiumba vizuri kabisa. فألهمها فجورها وتقواها، أي فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه. كيش الله أكيفهمش نفس bila ya kusoma, bila ya kutafuta ilmu, ile nafsi ikafahamu kuwa hii ndiyo kheri ili ifanye na hii ndiyo shari ili ijiepushe. Sasa ni wewe mwenyewe, Allah ashakuonyesha njia. wa hadainahu an-najdain inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Bila wewe kufundishwa wajua kuwa kumdhulumu mtu ni makosa. Si lazima wewe uwe mwana wa chuoni uelewe kuwa mimi namuibia mwenzangu hii yafaa. Wewe mwenyewe katika nafsi yako wajua kuwa hii makosa, mimi nimefanya makosa, lakini ukawa wafanya. Naam, naqarat jazakallahu khairan inshallah. sema mmeruka aya wal ardi wama tahaha, ay wa aqsama bil ardi wa aqsama bi bastiha liyaskuna an-nasu 'alayha. Akaapa Allah subhanahu wa ta'ala na ardhi, na akaapa namna ardhi ilivyokunjuliwa, ukawa waiona ile ardhi kunjufu, mwaweza kutembea, mwalima, mumejenga mabarabara, mwaishi kwa uzuri, ili watu wapate kupata utulivu katika hii ardhi na kuishi. Waonaje ingelikuwa hii ardhi yote majabali, kila uendako mlima, wataka kulima hakuna mahali pa kulima, watu wangeishi vipi? Watu wangepata taabu sana. Pamoja na kuona wavyoni wataja kuwa hii ardhi iko mfano wa mpira vile takriban, lakini kila uendako waiona ile ardhi imenyooka kabisa. Tizama namna alivyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala, kuna maajabu makubwa sana ndani yake. Kisha hapo ndio kusema wa nafsin wama sawaha, tumeeleza fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, tumeeleza qad aflaha man zakkaha. Na hii ndiyo jawabu alqasam. Sasa mtu akiapa aongojewa aapia nini? Kwa nini ameapa? Kwa sababu hii sasa qad aflaha man zakkaha, ay qad faza bimatlubihi, amefaulu kupata kile anachokitaka. Nani huyo? man tahara nafsahu bitahliyatiha bilfadaili
wa takhliyatiha 'anir radha'ili, hakika amefaulu na kupata kile anachokitaka katika kheri yule aliyetahirisha nafsi yake na kuisafisha na kuipamba kwa mambo ya kheri na taa, na kuisafisha nafsi yake kutokamana na uchafu wa maasiya. Huyo amefaulu. وقد خاب من دساها أي وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. na amekula khasara yule aliyedidimiza nafsi yake akaificha ndani ya maasi na madhambi, bimaana akaididimiza mpaka ikawa imeingia ndani kabisa, hata ionekane kwenye maasi. ولما ذكر الله خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالا على ذلك. الله alipozungumza na kutaja khasara ya yule aliyedidimiza nafsi yake katika maasi, akawataja Thamud. Thamud iwe ni mfano wa wale walioacha kutakasa nafsi zao wakafuata jambo la kuzididimiza nafsi zao katika maasi. Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza Thamud katika sura nyingi, miongoni mwao ni surati Shams. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza na kuwataja Thamud kwa majina. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawaeleza Thamud kwa visa alivyovieleza katika kitabu chake na namna alivyowaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia kwa mfano katika suratu Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu hawa watu katika suratu Al-Hijr akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. akazungumzia kuhusu ashabul hijr na namna walivyowakadhibisha mitume wao, pamoja na kuwa walitumilizwa ni mtume mmoja peke yake ambaye ni Salih alayhi salatu wassalam, lakini kwa sababu ukimkadhibisha mtume mmoja ni sawa na kuwakadhibisha wote. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala qad kadhaba ashabul hijri almursalin, na hakika watu wa hijr yani Thamud, na hijr makanu baina alhijaz washam, na leo yajulikana kama madainu Salih. Kule Saudia kuna sehemu yajulikana kama madainu Salih, mpaka leo majumba yao yako vile vile. Kwa nini majumba yao yako vile vile? Kuanzia waangamizwe na Allah mpaka leo majumba yao yako vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala ataja mambo ya ajabu ya watu hawa na nguvu alizowapa. Ad walipewa nguvu, na Thamud pia walikuwa na nguvu kiasi Allah alichowapa. Allah asema wakanu yanhituna min aljibali buyutan aminin, أي كانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون. walikuwa wakichonga majabali, yale majabali wana nyinyi mpaka mchukue mjenge sijenga msingi kwa sababu walikuwa wakiishi katika majabali. Iwaje mtu hili jabali langu hili, kisha alichonga chumba hiki sitting room, hapa ndio tutakaa hapo kadha, huku ndio kwa kulala, hapa tafanya hivi hapa. Ujiweza kuona nafanya mzaha, nenda kwenye YouTube uandike madainu Salih. Sikwambii uende kule, usiende katika ardhi ya watu walioangamizwa. Kisha nenda kaangalie, ziko video zaonyesha namna walivyojenga mpaka leo majumba yao yako. Wallahi nenda kaangalie ushangae, mpaka sehemu za kukaa lile jabali limechongwa, ni nyumba kamili. Kwa hivyo hana wasiwasi yeye
kuwa nyumba yake siku moja itavunjika. Yuishi vizuri kabisa, kwa amani kabisa. Nyumba nini? Jabali bwana. Wewe waliona lile jabali kubwa, kule chini kuna nyumba ya mtu ameichonga, na si kuchonga tu, na kuipamba mpaka mapambo. Kama nyinyi vile nyinyi leo mfanya nini, utamwona mtu aweka pattern hivi katika hivyo hivyo, nenda kaangalia. Wakanu yanhituna min aljibali buyuta, hawa Thamuda walikuwa wakichonga majabali, wakitengeneza majumba yao kwa majabali. Allah sema fa akhadhathum as-sayhatu musbihin, Allah akawaadhibu kwa ukelele. Na mara nyingi wale walioangamizwa walikuwa wakiangamizwa mwanzo wa asubuhi, kama vile qaum Lut. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib, waliangamizwa kwa na Firauni pia. Faatba'uhum mushriqin, wakati jua linapochomoza kina Firaun wafuata Musa alayhi salatu wassalam na watu wake. Kwa walikuwa wakiangamizwa muda huo asubuhi mapema. fa idha nazala bisahatihim fasaa sabahul mundharin, na usubuhi huo utakuwa ni usubuhi mbovu kabisa kwa wale walioadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa Thamud kisa chao kipi? Tuliwahi hapa kuzungumza silsila ya qasasul anbiya, lakini nataka nieleze kuhusu Thamud kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika hii sura, na kuna dharura ya mtu kufahamu kisa chao kwa kifupi. Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza mtume wake Saleh alayhi salatu wassalam, akaenda kuwalingania watu wake katika tauhid na kuwatahadharisha kutokamana na shirk na uovu waliokuwa wakiufanya. Lakinnahum kadhabu, wakamkadhibisha Saleh alayhi salatu wassalam. Hawakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wala hawakumwamini Saleh alayhi salatu wassalam. Lakini wakamwambia Saleh, ikiwa utatuletea miujiza tutakuamini sisi. Na muujiza waliotaka, wakataka amtoe ngamia katika jiwe. Kuna jabali hapa, patoke ngamia, na yule ngamia awe na mimba ushara, kisha yule ngamia azae, tumuone hivi na macho yetu, tutakuamini. Sababu jamaa walikuwa ni watu wa ngamia, kwa ni Waarabu qaum Thamud. Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia hiyo aya, huo muujiza ulioomba Allah akawapa. Akaletwa ngamia mwenye umbile la ajabu sana. فقال لهم صالح عليه السلام, صالح akawaambia, هذه ناقة الله لكم آية, huyu ngamia wa Allah tashrifan linnaqa, kumtukuza yule ngamia, huyu ni ngamia wa Allah, kamnasibishia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni miujiza Allah amekuleteeni. fadharuha ta'kul fi ardi Allah, muacheni ale katika ardhi ya Allah. wala tamassuha bisu, wala msimguse kwa ubaya wa aina yoyote, muacheni tu hivi. fayakhudhukum adhabun qarib, mkimgusa kwa ubaya huyu ngamia itawajieni adhabu haiko mbali. wa akhbarahum anna laha shirba yawmin wa lahum shirb yawm, lakini si nyinyi mmetaka muujiza, na Allah akawapa mtihani kwa huyu ngamia. Walikuwa na kisima kimoja tu, atakuwa siku moja yeye peke yake akianwa yale maji, na alikuwa kinwa maji huyo, anwa maji yote siku hiyo. Na nyinyi siku ya pili ndio mtakunwa maji, kwa mkitaka mweza kuweka kwenye viriba, kwenye vyombo vyenu. Siku ile ambayo yule ngamia yuanwa, nyinyi mtakunwa kwenye vyombo vyenu. Alafu na kingine ni kuwa yule ngamia alikuwa ile siku ambayo yeye ndiyo yuanwa, atoa maziwa mengi sana bure wanwa.
yawatosheleza wote mji mzima, maziwa matamu kabisa. Kwa hiyo wao wanwa maziwa na maji, siku yao ya kunywa maji wanwa maji, siku ya ngamia kunywa maji wanwa maziwa safi kabisa. Kwa pamoja na maji wanwa maziwa mazuri kabisa, tena mengi. Hili jambo halikuwafurahisha wao. Sijui kwa nini binadamu tuko hivi, mpaka leo tuko hivi. Tuangalie hivi hivi. Waweza kusikia, kwa mfano nitawaambia, kuna nchi fulani ina kiongozi, yule kiongozi amewajengea hospitali raia wake, awasaidia watoto wao katika kusoma, pengine wasoma bure, miji yao misafi, awafanyia kila kitu. Bwana, tutokeni maandamano, hatufai hivyo hivyo. Wakishampendua yule mtawala, kisha wabakia hawana kitu. Sasa waangaliana, no, afadhali angelikuwa yule yuko, ilikuwa raha wakati wake. Ndio mlivyo binadamu. Ikiwa mwanadamu hana mwongozo wa dini, ana matatizo sana. Kwa hawa mabwana, vipi bwana, siku moja tuno maji, siku moja ngamia, tuno maziwa, sisi tuchachoka bwana. Jamaa wakakaa kwenye maskani, wale wanaoitwa waungwana, huku kwetu tuwaitwa mabambadi wale, sanadidul qaum, wale vichwa wale. Kaka, tutakubalije mambo haya bwana? Tuambiwa siku moja kuno, siku moja msini, tuno maziwa hapa, tena maziwa fresh bwana, matamu sana, si mzuri. Atakana tuna maji tu kila siku, atakama maji ya kisima pia, bora maji ya kisima bwana kuliko kuno maziwa bwana. Unaona hadi ikawa kama hiyo. Ule uovu wao ukazidi, farau an yaqtulu an-naqa, wakaona kwa kushauriana, tumuue yule ngamia, tumuue mbali, kisha tuangalie adhabu itakuja ama hii. Sema kuna adhabu, tumuueni, kisha tuangalie ile adhabu itakuja ama haiji. Naelewa sio? Si yeye wasema kuna adhabu, wacha tumuue sisi, kisha tuangalie adhabu kama itakuja. Fatawatau ala hadha, wakakubaliana wafanye hivyo. Kwa hiyo wakaimizana, nani atamuua? Fantadaba liqatliha rajulun qawiyyun dhu manaha, kuna bwana mmoja ana nguvu, ana kabila lake pale lina nguvu, aheshimiwa. So mimi hapa nitamchinjilia mbali yule, hakuna lolote. Jamaa wakamwambia sawa, nenda kamchinje. Wakakubaliana wote kuwa aende akamchinje. Alipokuwa ataka kwenda kumchinja, faqala lahum rasulullah, mtume wa Allah Salih akawaambia, uhadhirukum naqata Allah, na watahadharisheni huyu ngamia wa Allah, la tamassuha bisu, msimguse kwa jambo lolote baya. Naqata Allah wa suqiyaha, na nawatahadharisha tena, ana siku yake huyu ngamia ya kunywa maji, msije mkavunja mkataba ambao tumekubaliana. Wa Allah amemjalia siku yake moja, msije mkafanya dhulma katika hilo. Wa illa massakum al'adhab, la mtafanya hivyo adhabu itawajilieni. Fakadhabuhu wa lam yusaddiqu bilwa'id, wakamkadhibisha mtume wao, hawakusadikisha yale makamio aliyowapa. Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo asema, kadhabat thamud bitaghwaha, ay kadhabat thamud nabiyaha salihan بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام. ثمود walimkadhibisha mtume wao Salih kwa sababu ya kupita mipaka katika kufanya maasi na kufanya madhambi. idhim ba'atha ashqaha, ay hina qama ashqahum ba'da intidabi qaumihi lahu, aliposimama yule muovu katika wao, lile jitu ovu kabisa katika wao, pale watu wake walipomwambia nani atamchinja yule ngamia amuue, jamaa akajitokeza, mimi hapa. Kwa walishirikiana wote katika suala hili.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي فقال لهم رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام متومه والله صالح كوانبيا اتركوا ناقة الله، موacheni ngamia huyu wa Allah. اتركوا ناقة الله وشربها في يومها، na mumwachie ile siku yake ya kunywa maji. فلا تتعرضوا لها بسوء، msimfanyie uovu wowote ngamia, msije mkamfanyia kitu. fakadhabuhu faaqaruha, jamaa wakamkadhibisha. faaqaruha, naria basi faaqaruha, wakamchinja yule ngamia, wakamuua yule ngamia. Pamoja na kuwa alifanya ni watu wangapi? Mtu mmoja pekee, lakini kwa kuwa wamekubaliana wote wakashirikiana katika hilo, kitendo kikanasibishwa kwao wao wote. Kuna wale waliosema na kuna wale walioridhia kile kitendo kifanyike, sababu anayeridhia uovu na yeye yumo. fakadhabu rasulahum fi sha'ni an-naqa, wakamkadhibisha mtume wao katika jambo la huyu ngamia. فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل، yule muovu katika wao akamuua yule ngamia, pamoja na waliobakia wote wakaridhia kile kitendo. Ndio chinja chinja, kamchinja yule ngamia. Kweli bwana, ankufanyaje yule ngamia? Atamuonyesha ubabe. Sisi tuna tabu, watu wana tabu, tunataka tumuonyeshe. Kamchinja. fakanu shuraka في الإثم، وكانوا مشركيانا katika ile dhambi. فأطبق الله عليهم عذابه، الله akawafunika wote na adhabu yake wote. فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم، akawaangamiza kwa ukelele mmoja tu, ukelele mmoja tu. Wanaoviona sema katumiliza malaika mmoja tu, nenda kawapigie kelele wale asubuhi, watakufa wote wale. Na jeuri zetu tulizonazo, malaika mmoja tu, wallahi malaika mmoja tu akipiga kelele twafa sote hapa, habaki hata mmoja hai. Kama kuku wa gredi, faranga. Wewe ushawahi kufuga wale vifaranga wale wa gredi? Kisha ubavuni mwa banda, kuna wakati tuko shule ilikuwa tukifuga kwa gredi wale wadogo. Ubavuni mwa banda kuna mnazi. Basi siku moja upepo wapiga, dafu likakatika kule juu, likaja likaanguka juu ya mabamba. Sio walikufa wangapi wale faranga kwa ule ukelele tu, wale dafu tu. Sasa nawajua wakati wa ufugaji ule huwa yule kuku wakifa wampeleka wamfanya postmortem, hiyo pasulio angaliwa sababu ili sije ikawa ni maradhi, wale wengine wakaja wakafa na yale maradhi, ili upate kununua dawa kabla haja enea yale maradhi. Tukiwapeleka ile daktari akipaswa sema hawa ile mioyo yao impasuka, ile hati impasuka kwa sababu ya kelele ya ile dafu lilipoanguka ghafla, wakashtuka, nyoyo zikapasuka, wakafa sijui ngapi kwa mgutuko tu. Sasa mfano kama ule, hawa watu wa Thamud, yule malaika apiga kelele, kuna hata mmoja mbaki, wisha خلاص matu jami'an an bakrati abihim, hakuna hata mmoja aliyebakia hai, wote wakafa, umma mzima wakafa, isipokuwa mtume wao Saleh na wafuasi wake wachache waliomwamini. Hao ndio Allah amewaokoa, kawaondoa, kisha jamaa wakapigiwa ukelele. wasawahum fil uqubati allati ahlakahum biha, Allah akawasawazisha wote katika ile adhabu aliyoangamiza, pamoja na kuwa wale chinja ni mmoja, lakini si wamekubaliana, akasawazisha ile adhabu. Kisha akamalizia na kusema wala yakhafu uqbaha, wala hajali matokeo Allah subhanahu wa ta'ala, hamwezi kumfanya chochote Mungu. فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه وتعالى من تبعاته. kwa Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya tendo la kuangamiza watu wa Thamud bila ya kucha wala kuogopa
yale matokeo yao. Matokeo yatakayotokea si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeweza kumuuliza chochote subhanahu wa ta'ala. Nitawapeni mfano mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumza katika suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza namna mwanadamu alivyo akimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 67. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. mkipatwa na madhara nyinyi katika bahari, yani umesafiri na chombo cha bahari kisha ile bahari ikabadilika mawimbi kama mfano wa jabali, wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali kaljibal. Sijui kama captain atakuwa yuelewa ninayozungumza, labda wengi wetu hatuelewi. Kuna mtu hapa shawahi kuona mawimbi haya? Shawahi kuona? Ikifika mwezi wa 6 wa 7 utakusafiri, nenda kasafiri kutoka Zanzibar uende Pemba, upite mahali kuitwa Nungu. Mimi nakusikia tumeelezewa tu, pita hapo mahali, ukisalimika alhamdulillah, shukuru ikiwa utapita salama. Lakini usipopita salama utaishi kutueleza visa. Niliona nenda yapekwa juu hivi kisha shekhe kwa jamaa wimbi mfano wa majabali, mpaka waweza kuona hii sasa kusha kile chombo kile chaweza kuenuliwa kama gorofa 8 juu mpaka juu. Kisha sasa yale mawimbi yakishuka washuka hivi. Unajua mimi nazungumza kwa maelezo ya kuelezwa, lakini si yule pale captain muulizeni, atawaambia captain wa meli yule, atawaambia yuaona mara kwa mara haya. Waweza kusema mimi sirudi tena hapa. Mambo gani haya? Kwani hakuna ndege? Kwani hakuna barabara? Siwezi sema hivyo. Si Allah asema wa idha massakum ad-dhurru fil bahri, mnapopatwa na madhara katika bahari, dhalla man tad'una illa iyyah, mawasahau wote mliokuwa mkiwaomba isipokuwa yeye peke yake. Ya rabbi Allah tuokoe, wakumbuka mmoja peke yake ndiye anaweza kukuokoa peke yake. dhalla man tad'una illa iyyah. falamma najakum ila albarri a'radtum, akishawaokoa katika nchi kavu mwageuka marudi kwenye shirki. wa kana al-insanu kafura. Sasa na mwanadamu ni mwingi wa kukanusha wa kushukuru fadhila za Mola wake. Allah asema: afa amintum an yakhsifa bikum janib albarri au yursila alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Hivi enyi washirikina, mmeaminisha pale Allah alipowaokoa akawapeleka nchi kavu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuifanya hiyo ardhi ikawadidimiza? Nyinyi muona kuzama baharini peke yake, hivi mwafikiria siwezi kuwadidimiza katika nchi kavu? an yakhsifa bikum janib albarri au amintum an yunzila alaykum hijaratan min as-samaa tumtirukum mithla ma fa'ala biqaumi Lut. Au nyinyi mmeaminisha kuwa hawezi kuwateremshia mawe kutoka juu yakawaangamiza yale mawe, mvua ya mawe nikaiteremsha kawamalizilia mbali? Nyinyi mwafikiria mmesalimika na hilo? Yani wewe wafikiria ukitoka baharini ndio ushasevu, basi خلاص sipatikane huko. Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma la tajidu lakum wakila, kisha hamtampate yule atakayewahifadhi nyinyi na kuwanusuru kutokana na adhabu yangu. Sasa mimi nataka hapa mwisho, am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan min ar-rihi fayughriqakum bima kafartum. Ama mmeaminisha kuwa siwezi kuwarejesha tena baharini, sirudi tena baharini, sendi. Mara sikia bwana, ilikuwa kuna shughuli moja wahitajika, lakini sasa pale paka upande boti, wapewa sababu tu Allah akuletea sababu tu, wewe mwenyewe warudi. Basi kwa vile kisiwa hapa ni cha karibu, Lamu tu hapa, si jeti tu hapa mpaka pale, anaweza kwenda hapa. Ulikuwa wavutwa waregeshwa tena baharini. Ukishaingia tu baharini mambo yaanza sasa, tsunami
wageuzwa. Si ulikuwa usema wewe urudi tena hapa, nishakurudisha tena na nakuangamiza hapa kwenye maji. Nani aaminisha kuwa Allah hawezi kumregesha tena baharini kule akamwangamiza kule alikoona kuwa hatarudi tena? am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan min ar-rih, kisha akawatumiliza kimbunga, upepo mkali ukawaangamiza baharini. fayughriqakum bima kafartum ay fayughriqakum bisababi kufrikum bi ni'mati llahi lamma anjaakum awwalan, awaangamize na mfe maji kwa kule kukufuru neema ya Allah ya kuwaokoa alikowaokoa kule mwanzo mkageuka. Kisha hapa sasa, thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, ay thumma la tajidu lakum mutaliban yutalibuna bima fa'alna bikum intisaran lakum. Hapa pasikilini vizuri, kisha hamtapata watu wa kutufuata sisi kutulaumu kwa kule kuangamizeni nyinyi. Bimaana Allah aweza kutuangamiza wala hamfanyi chochote nyinyi, na hakuna yeyote aweza kusimama mbele ya Allah akasema kwa nini mtu wangu ankufa, kwa nini amfanyika hivi? Mtabaki mwalia, mtalia mambo yenu kusha. Hakuna anayeweza kuuliza chochote. wala yakhafu uqubaha subhanahu wa ta'ala aljabbar. Pale utakapomuasi atakuadhibu na hakuna yeyote aweza kufanya chochote. Hata ukaona yule mtu ana cheo kiasi gani katika huu ulimwengu, hana anachoweza hata kuuliza, hawezi kuuliza. Kwa hakuna atakayefuata akasema ya Rabbi, mbona bwana ndugu yangu yule anarudi baharini akafa? Kwisha, ashakwenda kwisha. Kama umeipata maiti kaizike, ukuipata nenda zako kutafuta kazi ya kufanya. wala yakhafu uqubaha subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ndio hali ya Thamud, Allah akawaangamiza wala hakuna yeyote aliyemuuliza. la yusalu amma yaf'alu wa yusalun li hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Kila anachokifanya kifanye kwa hikma yake subhanahu wa ta'ala. Kiufupi, turudi katika maudhu ya suratu Shams, ni kuwa mwanadamu atakikana ajitakase nafsi yake kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. muhimu sana. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.